al-akhi wa habibi Mwalimu Dimoso, karibu katika ardhi ya mkoa wa Tabora. Na takriban maelfu ya wasikilizaji na wapenzi wa Uyui wako hadhiri kukusikiliza. Falyatafadhal mashkura wa mahjura. Naam, asante sana kaka yangu Zuberi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu yenu mimi Mwalimu Dimoso kutoka Morogoro, nipo katika operation ya kufufua hisia zilizokufa katika maisha ya ndoa. Naam. Kwa hivyo namshukuru Allah kunifikisha katika ardhi hii. Qur'ani inatuanikia vizuri juu ya ubora wa maisha ya ndoa. Lau kama vigezo na masharti vilingazingatiwa, tulikuwa tuna haja ya kuishi katika vilio ambavyo leo watu wengi wanalia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah anasema katika Qur'an, na miongoni mwa ishara zenye kumtambulisha kwamba Mola wenu yupo, mjue hilo, ni kule kuwaumbieni katika ubavu wenu ninyi wanaume kuumbiwa wanawake, ili kwao mpate utulivu. Na ili muweze kupata utulivu, Allah akapandikiza hisia za mapenzi kadhalika na huruma, ili mahusiano yenu yawe na maana. Katika huku kuumbwa tofauti, katika huku kupandikiziwa hisia za kupenda na kuhurumiana, yanapatikanika mazingatio kwa watu wenye akili. Mwenyezi Mungu atuunganishe tuwe miongoni mwao. Amin. Na katika hadithi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ad-dunya kulluha mata'u wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Idha nadharta ilayha sarratika wa idha amartaha ata'atik wa in ghibta anha hafidhatika fi malika wa nafsiha. Bwana Mtume sallallahu mwalimu wa umma anazidi kunyambulisha kwamba dunia ilivyokuwa imekaa yote ni starehe, na utamu wa starehe ya dunia hukolezwa na kumpata mke ambaye anayeweza kutosha katika maeneo matatu. Tayeb. Cha kwanza ni yule mke anayeweza kumfurahisha mume. Yaani pindi mume unapomwangalia, mke anakupa raha. Ni mbunifu, anajua kusoma hisia zako. Akiuangalia uso wako anajua hapa mume umefurahi, akuongezee furaha. Hapa mume umehuzunika, akurudishe kwenye network. Tayeb. Huyo ni mke mbunifu, ananogesha. Lakini ni mke ambaye ni mtiifu. Ukimwamrisha jambo anatekeleza. Kimaumbile sisi wanaume ni viongozi. Ukitoa agizo kiongozi, linatakiwa litekelezwe. Mke anayenoga katika kitengo cha familia ili asomeke kuwa ni starehe ya dunia, unapomwamrisha jambo, sami'na wa wata'na, anasikia na anatii. Huyu ndio mke mwenye nyuzi. Tunawahitaji wake wa sampuli hii ili tufurahie mahali zetu tunazozitoa, tufurahie kuoa kwetu, tunenepe. Lakini jambo la tatu, Mtume anasema mwanamke anayenoga, anainogesha starehe ya dunia, ni yule ambaye ni muaminifu, anajihifadhi yeye mwili wake, haziniwi. Hakuna mwanamume anayeoa anaolea wengine. Kila anayeoa anajiolea yeye, uifanye savage ya kwako, sio uchangie na wengine. Lakini pia hata katika mali anakuwa mwaminifu. Hata akifua suruali yako, kanzu yako, kakuta mabakia 20,000 30, anaweka mezani. Tena mke mwingine anakuambia, unanitega mimi, unaniwekea hela. Wapo hao Sheikh Musa. Sasa hii ndio hadithi ya Mtume. Yaani hao ndio wanawake starehe ya dunia. Yaani kinyume chake wanakuwa ni mcharuko wa dunia. Naam, sasa swali linakuja, ikiwa Uislamu unaitangaza taasisi ya ndoa au maisha ya ndoa ndio starehe namba 1, na mnogeshaji wa utamu wa starehe ya dunia ni mke mwenye maeneo matatu aliyenoga, je, jamii ya Kiislamu, mbali ya kuwa tunakwenda kwenye ndoa kwa gharama kubwa, sherehe kubwa, tunapangana vizuri, yani tunaandaana, tunashawishiana, iwe kwa nguvu ya mali, iwe kwa nguvu ya ushawishi wa mdomo,
watu mpaka tunaelewana, tunaingia kwenye mkataba. Swali, je, starehe hii tunaipata vizuri? Mtihani mkubwa ndugu zangu ni wadau wa UFM ni kwamba tuna tatizo. Ndoa nyingi tumefanikiwa kuunganisha miili, lakini hatujaunganisha hisia. Yani miili imeungana kwenye ndoa, lakini hisia hazijaungana. Kwa hiyo ukiziangalia ndoa nyingi, mahusiano yamekuwa kama sumaku na mbao. Yani sumaku na mbao ukiviweka pamoja havina mvutano, yani watu hisia zimekufa. Alafu kinachosikitisha ukiziangalia ndoa zilizo nyingi, yani kila ndoa zinavyozidisha umri, yani ndoa inavyozidi kuongeza umri, ndivyo hisia zinazidi kufa. Kuna watu wameshafika zero kabisa. Sasa na ukiziangalia hizo ndoa ndio unakuta zinaugua. Sasa kuna zilizokuwa ICU, kuna zilizokuwa kwenye kufubaa. Hatua ya kwanza watu wanafubazana, huku ni kuumwa. Wakitoka hatua ya pili wanakwenda ICU. Wakipelekana ICU wanamaliza mochwali. Hebu msikilizaji, iangalie ndoa yako iko wodi gani? Wodi 3 tunazo hizo. Kuna wodi ya kufubaa, tuna wodi ya ICU na tuna wodi ya mochwali. Unaweza ukawa wewe shuhuda ukajua ndoa yako inaumwa ipo wodi gani. Wodi ya kwanza, hebu tuitambue wodi ya wagonjwa wa ndoa waliofubaa, yani wanafubazana. Ni zile ndoa zimeingia kwa gharama, watu walihamasishana vizuri, lakini walipoingia kwenye ndoa ndani ya muda mfupi hisia zimeanza kupotea. Dalili ya kupotea kwa hisia mpaka wanaumwa hawa ni kwamba sasa kuna wanandoa wamefika mahala wakiamka kusalimiana sio lazima. Mtume sallallahu anatufundisha ili kupalilia mapenzi, ifshu salam, tuwe na utamaduni wa kupeana salam. Sasa kama mwanandoa na mwanandoa hawatakiani amani, yani mtu anaamka anaondoka bila kujua hali ya mwenzie, hii ni hatari, ni ishara ya ndoa sasa hii ipo katika hatua ya awali ya kuumwa, ni kufubaa. Lakini kama wanandoa hawaagani, yani mke hajui mume alikoenda na mume hajui mke alikoenda, hii ni hatari sana katika uimara na afya ya hisia. Tunaendelea kutoa dawa za kuimarisha nguvu, lakini hisia zinakwenda sana na psychology ya ubongo. Dawa zitafanya kazi ikiwa ubongo nao upo vizuri. Kwa hiyo tuna tatizo kwamba kuna wanandoa hawaagani, lakini kuna wanandoa hawazungumzi, hawatengi muda. Kuna watu wanakumbuka enzi za Mwalimu ndio walikuwa wanapigana simu hadi saa 6 za usiku. Utamsikia basi baby kata wewe, kata wewe. Baadaye mambo yanabadilika. Zamani ilikuwa hivi. Enzi za Mwalimu. Lakini sasa hivi watu wanapigana simu, yani unaweza ukaona simu ya mwenzio, yani vijana, lugha za vijana wanasema unaipotezea wala huipokei. Yani kuonesha kwamba hisia na mwenzako huna. Lakini ukiona kwenye ndoa kila mtu yuko busy kuchat na simu, yani mmerudi jioni kila mtu ana chat na simu, ukimkiangaliana hasira, ila kwenye simu mnacheka, hii ni ishara ya hatari ya kufubaa. Lakini kufubazana unafika mahala kuna wanandoa yani hawana majibu mazuri. Mume akimuuliza mke mbona mbadilika, mke anamwambia nipake rangi. Anamuuliza tena mbona sura umekunja, anamwambia ipige pasi. Tayari hivi ni viashiria vya hatari. Kama ndoa yako iko hivyo, ujue mpo hatua ya awali, mnafubazana, mnauliana hisia. Lakini magomvi yasioisha, hadi kesi zenu watu wamewazoea. Yani kuna ndoa Bwana Zuberi, yani magomvi yenu mpaka mkena sema haya washakuja hao, kimenuka. Wapo hao watu yani watu mpaka magomvi yenu wameyazoea. Tafsiri yake ile mioyo ya kusameheana imesha kufa. Yani hisia zimetupika. Lakini mnafika mara mpaka tendo la ndoa halipatikani. Zamani mlikuwa mnakutana mke na mume wiki mara 3 mara 4, kwa kila siku mara 1 mara 2. Sasa hivi mwezi mara ngapi? Mara 1. Na mmoja akileta timu uwanjani anakuwa hana tofauti na bakuli la maharage. Yani jisevie wewe, bakuli halijitingishi wala halijisogezi. Unajisevia mwenyewe. Tena baya zaidi anapokea mpaka na simu ya kwenye kikoba. Kesho utakwenda kwenye kikoba. Nafikiri mnaweza mkaona. Hizi ni hatua hatari, ndoa tayari. Lakini mkitoka hapa mnakwenda hatua ya ICU. Hatua ya ICU ndio ile hatua sasa watu wanaishi kwa visa. Lugha ya wanandoa ni visa, visilani, kuzila, unaona Hatua ya mwisho ni mochwali. Kwamba watu baada ya kutoka kufubazana ICU, sasa mioyo imekufa, wakutia mke yuko kwao na mume yupo
kwao. Ama inawezekana unaamka nyumba moja, tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta, unaweza kuwadhani pamoja lakini mioyo iko mbali mbali. Mwanamume analala chumba cha watoto, mke yuko sitting room ama bedroom au tayari. Lakini okay, sasa kilichobakiza hizi ndoa yani ziko hewani ni mambo matatu. Aidha kwa sababu watu wamejenga, mume anaogopa kumwacha mke, atakwenda kumshtaki, watagawana nyumba, inabidi alazimike akae na mke japo anamfanyia visa. Mke naye haondoki, akipiga hesabu alipoolewa alikuwa embe sindano anavutia ndondo hatari. Sasa hivi ameshakuwa embe bolibo. Sasa anahisi mimi sasa nishapoteza sifa, nitaenda wapi? Bora ninganganie. Kwa hiyo wanawake wengi wamebadilishiwa mafaili, badala ya kuja kupata starehe ya ndoa wamejikuta wamekuwa ma security guard, wanalinda nyumba bila kwenda mafunzo ya security. Kwa hiyo mwanamke anangangania na mume anaogopa kuacha. Lakini namna ya pili kwa sababu ya watoto, kila mmoja anaogopa tuna watoto. Nikiondoka watoto tutateseka. Hivyo tulipooana kweli kuolewa ni sheria, kuzaa majaliwa. Kwani kila ndoa ina mtoto? Lakini kuna watu kilichowafanya wabakie kwenye ndoa wanaangalia watoto. Ndugu yangu msikilizaji, wewe katika ndoa yako unasemaje? Ni nyumba ama watoto? Lakini kuna namna ya tatu, kuna watu wapo kwenye ndoa ni kwa sababu ya shinikizo. Naam. Binti ameshazalisha watoto 3. Anataka aombe talaka rudi nyumbani. Wazee wanamwambia wewe na watoto 3 utaenda wapi? Usione nyani wamezeeka wamekwepa mishale mingi. Kwa hiyo vumilia. Binti lazimika avumilie. Mshumaa unawaka watu wanaona lakini wenyewe unateketea. Aidha mwanamume naye anaambiwa wewe huyo mwanamke ndio ulipanda naye mbegu ya mafanikio, ukimwacha utakosa radhi za mke, wewe ni aibu. Mume naye anaogopa, anayogopa sauti ya watu, lakini ndani mapenzi hamna. If you go inside there is no love. Ukienda ndani mapenzi yalishaisha. Mtangazaji, kwa nini jamii imefika hapo? Kuna maswali ya kujiuliza. Kwa nini jamii imefika hapo? Kabisa ndio. Sababu zipo nyingi lakini mbili hizi hapa. Sababu ya kwanza ni kwa maana umma unadaiwa, tuna deni. Tuna deni katika sekta ya ndoa. Hatujaiona ndoa kama ibada kiasi cha kuwekea program za mafunzo. Lakini jambo la pili, umma unakwenda kwenye ndoa, maisha ya ndoa yanataka sana utekelezaji wa maagizo ya kwenye ndoa, yanahitaji sana nguvu ya imani na nguvu ya kitabia. Ittaqullaha haqqa tuqati, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ili mambo yenu yaende vizuri kila eneo ni uchamungu na tabia. Sasa wanandoa wengi wanaungana kwenye ndoa wamevisahau virutubisho vya uchamungu na tabia. Ndio maana mahusiano yanakuwa yako vizuri. Nikimalizia mwisho kabisa, wasiokuwa Waislamu wana ajenda ngapi? 5 kwenye ndoa. Wasiokuwa Waislamu, ajenda ya kwanza wanazisajili ndoa. Ndoa lazima zisajiliwe. Ndoa lazima zisajiliwe. Naam. Ajenda ya pili, ndoa lazima zipangiwe program ya semina ya mafunzo. Ajenda ya tatu, ndoa lazima haya mafunzo yafikie grade ya watu kupewa vyeti kuonesha kwamba they qualify, they deserve to enter into marriage life, wanastahili kuingia katika maisha ya ndoa. Ajenda ya 4 ni kuzitangaza ndoa ili kama kuna mtu ana pingamizi ajitokeze. Alafu ajenda ya 5 ndio ndoa zafungwa. Sisi huku Waislamu tunadaiwa katika ajenda 5 tumeenda ya mwisho ya kufungishana ndoa. Ajenda ya usajili hamna, ajenda ya semina hamna, ajenda ya watu kupata vyeti vyenye kuwaonesha kwamba wamefudhu hamna, na ajenda ya kutangaza ndoa hamna. Hakuna. Ipo ajenda ya kuozeshana. Mtume SAW anatufundisha ficheni uchumba mtangaze ndoa. Kwa nini? Logic, yani kwamba mkificha uchumba ni ndani level ya watu wawili mnapangana, sija kaingia asidi. Lakini tangazeni ndoa ili kama kuna pingamizi watu waje, tangazeni ndoa ili kama kuna maandalizi ya mafunzo yafanyike. Vijana wawili wamemalizia diploma, wameenda kufanya kazi mradi. Mmoja amekwenda kwenye taasisi ya Kiislamu, mmoja amekwenda kwenye taasisi ya wasiokuwa Waislamu. Huyu alikwenda kwenye taasisi ya wasiokuwa Waislamu akataka apate takwimu za ufungishaji ndoa kwa miaka 10 na migogoro ya ndoa. Swali la kwanza aliloenda kwenye taasisi kauliza la kwanza, mmefungisha ndoa ngapi kuanzia 2010 hadi 2020? Kapata data. Swali la pili, zimegogoroka ngapi? Kapata data. Swali la tatu, mfumo wa migogoro au kesi zenye kujirudia ni zipi? Kapata data. Swali la 4, mmetatuaje? Akajibiwa kwamba takwimu zinatusaidia, yani tukishakuwa na takwimu kadhaa tuna program seminar za wale wanandoa. Lakini takwimu zinatusaidia, tuna rekodi yale matatizo ya wanandoa ambayo yanakuja mara kwa mara. Yanatusaidia kuwafanyia wanandoa ushauri na saa. Tunazungumza kwa data. If you don't have data,
you are losing the right to speak. No research, no right to speak. Bila takwimu unakosa nguvu ya kuzungumza. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Sasa alipoenda kwenye taasisi nyingine ya dini akauliza takwimu za miaka 10 akupata data hata moja. Tunakwama wapi kama Uislamu ndio dini sahihi na inna dina inda Allah al-Islam? Vipi taasisi ya ndoa bila elimu ni sawa na chai bila sukari? Do we have programs about seminars in marriage? Tuna program seminar za ambao hawajaingia. Tunazo seminar karabati kwa ambao wameshaingia ndoa zinawatesa. Mwalimu Dimoso nimetoa katika ardhi ya Tabora katika operation maalum ya kufufua ndoa na kuzirudishia hisia makundi yote mawili. Tunadili na watu ambao bado, lakini pia kuwaongezea virutubisho watu ambao wapo ndani ya ndoa. Naam, wassalamu alaikum warahmatullahi. Na wale ambao hawajaoa ikoje? Wale wajaoa au ima hawajaolewa wanataka kuingia katika ndoa. Ndio tutajaribu kunyambulisha miongoni mwa program tunazozifanya ni kuendesha seminar za watu ambao walio bado, lakini tunafanya pia seminar kwa watu ambao walio ndani. Kwa sababu nyumba ikijengwa ikipitiwa na miaka itakuwa na nyufa, inatakiwa ifanye nini? Ukarabati. You have to rehabilitate your house. Unatakiwa nyumba uifanyie ukarabati. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Na prevention is better than cure. Kukinga ni bora kuliko kuponya. Hatuna haja kusubiri watu watuletee makesi ambayo watu wameshaumizana wanakuja na majibu mfukoni. Tunatakiwa sisi tuwakatizie mbele, tuanze kuwakinga kabla ya kuja kuwaponya. Mwalimu nipo ardhi ya Tabora. Wallahi. Kaka Ngamba umemsikia mwalimu Dimoso? Nimemuelewa vizuri sana. Na naamini itakuwa ni Jumamosi hii na Jumapili, hakuna shaka. Hata Jumapili patakuwa patosha. Hii ni operation ya kufufua na kuzirudishia ndoa hisia. Yani operation ya kuzifufua na kuzirejeshea ndoa hisia ambazo zimewapotea watu. Ngamba tunakosaje? Ukikosa wewe mimi nitakuwepo. Shabani na Mudi atakayehusike. Shabani katoka kule kaja huku ujue ana maana yake, kaja kupata somo. Naam. Na Ibra pia yatakiwa tuwe naye pia. Kabisa. Wahamasishe wote waje. Mwalimu Dimoso tayari kaishafika. Naam, kabisa. Naam. Basi tutarejea punde. Swahiba, endelea kubaki nasi, endelea kuisikiliza 99.3 UFM. Hii ni Clinic nyumbani kwako.